Sasa ili kufahamu zaidi tuungane na mchambuzi wetu Ibrahim Rabi, anajiunga nasi kutoka mjini Fujairah katika Umoja wa Falme za Kiarabu UAE. Rabi, unachukuliaje kauli hii ya Trump kwamba viongozi wa Iran lazima wajisalimishe? Nashukuru Bwana Ron. Nadhani kauli ya Trump ni mwendelezo wa kauli ambazo tumezizoea. Leo kazungumza hiki, kesho kile, na tunasubiri labda kesho atazungumza kingine. Nadhani bila shaka Trump anajaribu kwa kila njia kuwavuta Irani kwenye mazungumzo ambayo hawaamini lolote kukaa kwenye mazungumzo, kwa sababu toka kumezuka kwa hii vita tunasikia kauli za upande mmoja zaidi, upande wa Marekani, hasa wakizungumza kuhusu kujisalimisha, kuhusu mazungumzo, kuhusu nini. Lakini ajabu kwa Irani, wao hawazungumzi kabisa kuhusu mazungumzo, na toka walivyotoa kauli kuwa hatuhitaji mazungumzo, tuendelee na vita, wamebaki hapo hapo tu kuendelea na vita. Hizi ni kauli tu za Trump ambazo zinataka kujaribu kuwaleta kwenye meza kwa njia nyingine, ima wasalitiane au kwa njia nyingine, lakini hazina uhalisia. Iran imelenga Kuwait, imeilenga Qatar, imeipiga Saudi Arabia na pia Bahrain. Lakini kwa hali moja inaonekana kwamba Omani haijapokea mashambulizi makubwa ikilinganisha na mataifa hayo mengine. Unadhani ni kwa nini, Rabi? Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran imerudia kuzungumza mara kwa mara kuwa kuna baadhi ya mashambulizi hawakuhusika wao, ambayo inakwenda sambamba na taarifa iliyotoka jana Wizara ya Mambo ya Nje ya Uingereza kuwa shambulizi ilizopiga kule Cyprus halikuhusika, halikutoka Iran. Kwa hiyo kuna maeneo ambayo Iran wanasema sisi hatukuhusika. Lakini kwa nini Omani haikuguswa? Omani inabaki kuwa ni nchi ambayo haifungamani na upande wowote, lakini pia ni nchi washirika wa nchi zote mbili, lakini pia imekuwa ikichukua tahadhari kubwa, ila inashare mpaka wa baharini pamoja na Iran. Wana uhusiano mzuri kati ya Oman na Iran. Hata yalipotokea mashambulizi ya upande wa pili, Irani haraka haraka ilijulisha Omani lengo la mashambulizi hayo. Ndio maana unaona kuwa mji wa Muscat au uwanja wa ndege wa Muscat pamoja na uwanja wa ndege wa mji wa Sohara ambao ni mji wa viwanda na uwanja wa ndege wa mji wa pembeni, mji wa pili kwa ukubwa nchini Oman wa Salalah, ndio vimekuwa viwanja vinavyounganisha eneo lote la Mashariki ya Kati kwa kipindi hiki ambapo vinafanya kazi zaidi kuzidi viwanja vyote vya ndege. Na Rabi, wakati haya yote yakiendelea, watu wanauliza Urusi na China wako wapi? Ni mataifa mawili ambayo ni washirika wakubwa wa Iran. Ni swali ambalo nakutana nalo kila mara na kila siku nakutana nalo, lakini nimeshalieleza mara nyingi sana kuwa kuna baba na kuna babu. Urusi na China bado wanaweza kuwa kwenye nafasi ya baba, alafu Marekani atakuwa ni babu. Mara nyingi nimezungumza kuwa ni vigumu sana hawa kuingia kwenye mgogoro ambao unahusu Marekani, lakini kuna kitu kingine ambacho Urusi kinamweka pembeni, ni uhusiano wa asili yake na Israeli. Huu mgogoro moja kwa moja ni Marekani tu ameubeba, lakini ni mgogoro wa Israeli na Irani. Kwa hiyo sio rahisi kuona Urusi anaweza kusimama kwenye mgogoro katika kutetea Iran katika kipindi hivi, lakini hata kama atalazimishwa kuingia kwenye mgogoro huu, basi Urusi atasimama upande wa Israeli na sio upande wa Iran. Shukran sana Ibrahim Rabi, tulia tu hapo ulipo, tarejea kwako baada ya muda usio mrefu. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tutakaporejea, BBC itakuwa na tathmini ikiwa mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran ni halali au yamekiuka sheria za kimataifa. Sasa turejee kwake Ibrahim Rabi ili kufahamu zaidi kuhusu mzozo huu. Rabi, vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran zinaiweka wapi sheria hii ya kimataifa kuhusu taifa moja kushambulia lingine? Na nadhani bila shaka tangu ujio wa awamu ya pili ya Donald Trump tumeshuhudia katika nguvu kubwa imeyotumika kuhakikisha kuwa inazima kile kitu kinachoitwa sheria za kimataifa, kwa sababu tuliona Donald Trump kwanza akishughulika na mahakama mfano ICC na ICJ kuziwekea vikwazo vingi baada ya kutoa waranti ya kukamatwa waziri mkuu wa Israel Netanyahu, pamoja na mahakama ya ICJ ambayo ilikuwa imeshughulikia kesi za Israel. Huo ulikuwa ni mpango, lakini amekuja kuimaliza vizuri UN pale alivyokuja kuanzisha kitu kinaitwa bodi ya amani, ambayo bodi hiyo inachukua majukumu ya Umoja wa Mataifa. Lakini si hilo tu, katika kipindi chake amekata ufadhili wa mashirika mengi sana ya Umoja wa Mataifa ambayo yalikuwa yanapokea fedha moja kwa moja kutoka kwa Marekani ili kuhakikisha kuwa anaizima kitu kinaitwa Umoja wa Mataifa. Kumekuwa na ugomvi wa muda hivi sasa kati ya Umoja wa Mataifa pamoja na Israeli, na inaonekana kabisa kuwa Marekani anatekeleza nguvu hizi kutoka, anasukumwa kufanya haya na Israeli kwa sababu Israeli ina ugomvi mwingi hasa katika kile ambacho kinaonekana kama ukaliaji wake kule West Bank, kuvunja makubaliano ya mwaka 74 kule Syria, lakini kuendelea kukaa kwenye ardhi ya Lebanoni ambayo kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa ni kinyume. Sasa Marekani amekuwa akitumia nguvu kubwa kuhakikisha kuwa anazimaliza hizi sheria na anaiendesha dunia kama
vile Donald Trump anavyotaka kuwa yeye ndio awe sauti ya mwisho na sheria zisifanye kazi. Sasa Trump anasisitiza kwamba Iran lazima imteue kiongozi ambaye atakubalika na utawala wake. Je, viongozi wa Iran watachukuliaje hatua hii kama jibu? Nadhani Trump bado anajifurahisha tu. Naweza nikanukuu maneno ya waziri wa mambo ya nje wa Iran ambaye alikuwa akimfanyia kama kejeli Trump kuwa kama alishindwa kushawishi meya wa New York na akashindwa, sidhani kama ana hadhi ya kuteua kiongozi wa Iran. Alikuwa akimkusudia meya wa New York ambaye Mamdani ambaye aliteuliwa hivi karibuni. Trump aliweka vikwazo vingi asiteuliwe, lakini alishinda. Sasa kama alishindwa pale, inakuwa ni vigumu kwa huku. Ukweli kuwa bado kuna ombwe na hiki kitu kinaitwa sheria za kimataifa. Nchi moja inaweza ikaamua vipi kuhusu kiongozi wa nchi nyingine, kwa sababu huyu anayetakiwa kuwa rais ni rais wa Iran, au anayetakiwa kuwa kiongozi ni kiongozi wa Iran, sio kiongozi wa Marekani. Kwa nini aende kulinda maslahi ya Marekani na asiwe kipaumbele chake kulinda maslahi ya watu wa Iran? Kwa hiyo hapo unaweza ukaona kuwa hata wale ambao wanajiweka nyuma ya Marekani kwenye hili wanapaswa wajue mara mbili kuwa wako hapo kwa mujibu wa kisheria au wapo hapo kwa sababu Trump ameamua hivyo, kwa sababu kinachofanywa ni ukiukwaji wa sheria. Kwa nini hawawezi kutetea hizo sheria? Rabi, kwa kifupi tu, mataifa mengi ya Ghuba yanalengwa na Iran, lakini yanaonekana yako kimya kabisa kuhusu mashambulizi dhidi yao. Kwa nini? Kuna minong'ono mingine ambayo inaendelea kwa Ghuba, ni ile wanaosema kuwa wamechoka na Marekani, kwa hiyo wanakaa kimya kwa sababu wanaamini ukombozi wao huenda ukaja kupitia kwa Irani, kwa sababu zinazoshambuliwa zaidi ni maslahi ya Marekani eneo hili. Huenda ikasababisha Marekani aondoke kabisa ili na wao wawe huru. Baadhi ya minong'ono inatokea kwenye nchi za Ghuba, wanahisi hivyo. Na Ibrahim Rabi kwa tathmini hiyo ya kina, na mahojiano hayo na Rabi ndiyo yanahitimisha taarifa yetu kuu usiku huu.